Habari ya saizi mabibi na mabwana, karibu tena kwenye chaneli yetu ya Afya Class. Leo tena ni siku nyingine, tumeachilia video nyingine kwa ajili yako. Lengo ni lile lile, kupeana ushauri, elimu na msaada wa tiba endapo tatizo lako linahitaji tiba. Lakini kabla ya kuendelea na video na mada hii ya leo, please bonyeza subscribe button ambayo inapatikana chini ya video hii. Leo tunazungumzia dalili za uvimbe kwenye kizazi pamoja na chanzo chake. Tatizo hili ni nini na linasababishwa na nini? Tazama video hii mpaka mwisho, nimeeleza kila kitu. Uvimbe kwenye kizazi kwa kitaalamu hujulikana kama fibroids. Ni aina ya uvimbe ambao hutokea katika kuta za ndani za mji wa mimba au kizazi, au wakati mwingine huweza kujitokeza kati ya kuta za mji wa mimba, hivyo kuleta madhara mengi. Kuta hizo za mji wa mimba au uterus zimegawanyika katika maeneo makuu matatu. Kuna ukuta wa ndani kabisa ambao hujulikana kwa kitaalamu kama endometrium. Kuna ukuta wa katikati ambao hujulikana kama myometrium, na kuna ukuta wa nje wa uzazi ambao hujulikana kwa kitaalamu kama perimetrium. Kumbuka, uvimbe kwenye kizazi huweza kutokea katika maeneo mbalimbali ya kizazi. Mfano, uvimbe huu unaweza kutokea kwenye vifuko vya mayai, unaweza kutokea katika kuta za mji wa uzazi kama nilivyoeleza hapo awali, lakini pia unaweza kutokea kwenye mirija ya uzazi. Hizo ni baadhi ya sehemu tu, lakini pia unaweza kutokea kwenye maeneo mengine mbalimbali. Sasa tuangalie chanzo cha uvimbe kwenye kizazi ni nini. Hakuna sababu ya moja kwa moja ya mtu kupata tatizo hili la uvimbe kwenye kizazi, japo kuna vitu mbalimbali ambavyo huweza kuongeza hatari kubwa ya mtu kupata tatizo hili. Na sababu hizo au vitu hivyo ni pamoja na hivi. Namba 1, mabadiliko ya vichocheo muhimu mwilini, hasa vile vichocheo ambavyo vinahusika na ukuaji wa seli hai za mwili. Hapa nazungumzia vichocheo kama vile progesterone pamoja na estrogen. Lakini pia kuna tatizo la unene au uzito kupita kiasi. Hali hizi huweza kuongeza hatari ya mtu kupata tatizo hili. Kuwa na historia ya tatizo la uvimbe kwenye kizazi katika familia yenu. Mabadiliko fulani ya kigenetic au kitaalamu hujulikana kama genetic mutations. Lakini pia kuwa na umri mkubwa. Mwanamke ambaye hajawahi kupata mtoto hadi kufikia umri mkubwa anaweza kuwa kwenye hatari zaidi pia ya kupata tatizo hili la uvimbe kwenye kizazi. Mwanamke kuwahi sana kupata hedhi au tunasema hedhi ya mapema. Kuanza kupata hedhi katika umri mdogo kunaweza kuwa sababu mojawapo ambayo huongeza hatari hii. Lakini pia baadhi ya vyakula. Zipo tafiti mbalimbali ambazo huonyesha kwamba ulaji mwingi wa nyama nyekundu pamoja na matumizi ya pombe kupita kiasi yanaweza kumweka mwanamke katika hatari zaidi ya kupata tatizo hili. Lakini pia tafiti hizo zikaonyesha ulaji mwingi wa matunda na mboga za majani, vyakula vyenye nyuzi, vitu hivi pia huweza kusaidia au kuwa kama kinga ya tatizo hili. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya sababu ambazo huongeza hatari ya mwanamke kupata tatizo hili. Je, dalili za tatizo la uvimbe kwenye kizazi ni zipi? Ziko dalili kubwa ambazo ukiziona zinakuwa kama viashiria kwamba mwanamke ana tatizo hili la uvimbe kwenye kizazi. Na baadhi ya dalili hizo ni pamoja na hizi ambazo tumezitaja katika video hii. Namba 1, kutokwa na damu nyingi ya hedhi. Hapa nazungumzia habari ya heavy menstrual bleeding. Kupata period kwa muda mrefu zaidi bila kukata, au kupata period katikati ya mwezi au mara kwa mara. Hali hii pia huweza kuwa kama kiashiria cha tatizo hili. Mwanamke kupata maumivu makali sana ya tumbo wakati wa hedhi. Kupata maumivu makali ya tumbo na kiuno hasa wakati wa tendo la ndoa. Kutokwa na uchafu mwingi ukeni, na wakati mwingine uchafu huu huweza kuambatana na harufu kali sehemu za siri. Hasa uchafu huu unaweza kutoka zaidi endapo uvimbe umeziba mirija ya uzazi au fallopian tubes. Lakini pia kutokwa na damu wakati wa tendo la ndoa, mvurugiko mpangilio wa siku za hedhi na kadhalika. Lakini pia uvimbe ukiwa mkubwa zaidi huweza kuleta dalili na madhara zaidi. Mojawapo ya dalili ambazo huweza kujitokeza kwa mwanamke ni kukojoa mara kwa mara.
kwani nafasi kubwa ya uvimbe husababisha mgandamizo wa kibofu cha mkojo. Lakini pia mwanamke huyu anaweza kupata shida ya kupata choo kigumu sana, hata kuleta maumivu makali sehemu ya haja kubwa pamoja na hali za michubuko. Kwa hizi ni baadhi ya dalili kubwa ambazo zinaweza kujitokeza kwa mwanamke ambaye ana tatizo la uvimbe kwenye kizazi. Matibabu ya uvimbe kwenye kizazi. Kama una tatizo hili, hakikisha unapata msaada wa tiba kwa kuwasiliana na wataalamu wa afya. Unachotakiwa kufahamu ni kwamba ziko dawa mbalimbali ambazo zinaweza kutumika kutibu tatizo hili na kuisha kabisa, lakini pia ziko njia zingine kama upasuaji na kadhalika. Je, una tatizo hili na hujapata msaada wa tiba bado? Usisite, kwa ushauri zaidi, elimu au tiba, tunaweza kuwasiliana hapa ndani ya Afya Class kupitia kwenye namba ambazo zinapita kwenye screen yako, nasi tutakusaidia na tatizo lako litaisha kabisa. Asante.